Nimefarijika sana sana sana, na naomba tumpigie makofi DAS kwa jambo hili ambalo niwaletee salamu za waziri wetu Mheshimiwa Innocent Bashungwa ambaye ni waziri wa wizara hii ya Habari, Utamaduni, Michezo na Sanaa. Anafahamu kwamba niko Babati, lakini pia anafahamu tukio hili kwamba siku ya leo tunakutana wadau wa michezo kwa ngazi ya wilaya yetu ya Babati. Amewasalimia sana Mheshimiwa Waziri. Lakini pia hongereni kwa kazi nzuri mnaoifanya kuhamasisha michezo. Nimeambiwa hapa kuna walimu wakuu wetu wa shule za misingi na sekondari wapo kwa wilaya nzima au kwa Babati mjini, kwa wilaya nzima. Hongereni walimu kwa kuhamasisha michezo, lakini pia kwa kuzingatia michezo katika shule zetu. Hongereni sana. Lakini wapongeze wale ambao wameshiriki kuwakilisha nchi yetu nchi za nje kwa michezo mbalimbali. Hongereni sana ndugu zangu ambao mmepata nafasi hizi. Ndugu zangu, kama mwenyekiti wetu wa kikao alivyosema, sina sababu ya kujitambulisha, tunafahamiana wengi wapiga kura wangu hapa. Kama alivyosema kwamba lengo la kikao chetu ni kukaa pamoja kuzungumza, ninyi wana michezo, walimu, wadau, mna maoni gani kuboresha michezo katika wilaya yetu? Kama nitakuwa nimemwelewa vizuri kaka yangu Matikula, na mimi nimefarijika sana, na nilikuwa natamani sana 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 kwamba hili lifanyike, lakini DAS umeniwahi. Hongera, na nimefarijika na nikupongeze mno, kwa sababu baada ya Mheshimiwa Rais kunihamishia katika wizara hii, ndugu zangu, na pia nimshukuru mbele zenu, nilikuwa nina deni kubwa sana kwa mkoa wetu wa Manyara, kwamba mkoa wa Manyara una vipaji vingi 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 vingi, lakini nilikuwa sielewi kama viko coordinated. Kwa hiyo niliposikia kikao hiki pamoja na ratiba nyingi, nikatamani sana kushiriki, na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupa nafasi hii ya kuzungumza na wadau wa michezo katika wilaya hii, na naamini baadaye kakangu Mabuzu tutafanya kwa mkoa pia. Kwa hiyo leo tunaanza kidogo kwa wilaya hii, na wilaya zingine watafanya. Mwisho wa siku tutakuwa na maazimio pamoja kama mkoa wetu kuona tunaboresha vipi michezo. Kwa ndugu zangu, ni kikao muhimu sana sana sana. Asanteni kwa muda wenu kwa kuja. Ninaamini mnathamini michezo, ndio maana pamoja na kwamba ni sikukuu na bado watu tunaendelea kupata pilau, lakini mkasema hapana, tutumie fursa hii siku hii ya leo ya Jumamosi tukutane, tuzungumze kuhusu masuala mbalimbali ya kimichezo. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, michezo ni afya, michezo ni ajira, michezo ni mahusiano, michezo ni kila kitu. Ni vizuri sana kwa sisi ambao tumepewa dhamana hii ya kusimamia michezo katika taifa letu, tukashirikiana kwa karibu kuhakikisha fani hii au sekta hii ya michezo inatendewa haki. Na mmemsikia mwenyekiti wetu DAS kwamba pamoja na kwamba wadau wengi wa Tanzania wengi wanapenda kushiriki michezo, lakini pia hawafurahishwi na migogoro katika vyama vyetu vya michezo. Wanatamani mambo yaende vizuri ili kila mmoja ashiriki bila makwazo, kwa sababu michezo ni furaha. Kwa hiyo kwa kikao hiki cha leo, maana yake tutazungumza kwa ngazi yetu hii ya wilaya kuweza kuona ni kwa kiasi gani tunaweza tukaboresha michezo tukianzia kwenye wilaya hii ya Babati. Na mimi kama mwana Babati ninafarijika kuona hili linafanyika nyumbani. Na linapokuwa linafanyika nyumbani, ndugu zako wanapokuwa wamekushirikisha, wakati huo umeaminiwa na Mheshimiwa Rais kupewa sekta hiyo, unapata faraja kubwa zaidi. Kwa hiyo nikuhakikishie kakangu DAS, mimi nimekuja kwa moyo mweupe kabisa kabisa, japo na mimi huwa nashiriki michezo kidogo kidogo kwa level ya jimbo hili. Kumbe ya Mungu ni mengi. Wakati tunaandaa ile bonanza au ile Gepul Cup, nilikuwa sijui kama iko siku nitakuwa naibu waziri kwenye sekta hii ya michezo.
nilikuwa nafanya kwa sababu ya mapenzi ya wapiga kura wangu tu, kwamba ninashiriki katika ujenzi wa shule, zahanati, miradi ya maji, ya afya, lakini upande wa michezo sijafanya jambo. Kwa nilipofanya lile jambo nilikuwa nafanya kwa sababu ya matashi na matamanio ya wanababati. Lakini kumbe leo nimekuwa naibu waziri katika wizara hii. Ndugu zangu, ya Mungu ni mengi kwenye maisha yetu. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais pia kunipa nafasi hii, na mimi nimepokea uteuzi huo kwa mikono miwili, na tumeshaanza kazi kubwa sana kwa level ya wizara. Kwa level ya wizara tunafahamu kwa sera yetu ya michezo, wizara inahangaika tu na masuala ya sera huku juu. Utaratibu wa michezo inaendeshwaje tumeacha kwenye mikoa, lakini kwenye wilaya zetu chini ya viongozi wetu marasi pamoja na madasi. Hawa ni wenye viti, lakini kuna vyama, kuna mashirikisho mbalimbali kwenye sekta hii. Kanuni zile zote pamoja na kanuni za BMT na mashirikisho yale tukiyasoma pamoja, lakini nguvu kubwa inakuwa huku chini kwenye wilaya zetu na kwenye mikoa yetu. Kwangu mimi ni faraja kuona mkoa wa Manyara hatuko nyuma katika michezo, lakini viongozi wetu hawa wamekuwa wakishiriki, rasi wetu wamekuwa wakishiriki katika michezo, kutuhamasisha na kutia moyo. Lakini kipekee dasi wetu, mnafahamu kaka yetu Matipula kwa kweli amekuwa ni mtu wa ushirikiano sana kwenye sekta hii ya michezo. Kwa hiyo mimi kuwa sehemu yenu siku ya leo pia kwangu mimi ni faraja, kwa sababu nilikuwa ninafanya kwa matashi ya wanajimbo la Babati mjini, lakini sasa inabidi nifanye kitaifa. Lakini unapokuwa umepewa vitu vya kufanyia kazi na wale ndugu zako unaokaa nao nyumbani, unapata faraja zaidi na unapata confidence kwamba kumbe mambo haya yanatakiwa yafanyike ipasavyo. Kwa hiyo nipo hapa ndugu zangu kuwasikiliza, kupokea maoni yenu, na hayo maoni pia yataboresha wizara yetu na sekta yetu ya michezo. Ninyi ndio mnafahamu ni kwa kiasi gani mambo gani yarekebishwe au yapewe kipaumbele. Na mnapokuwa mnatushauri na tunapokuwa tunakutana pia na wadau, sio tu hapa wilaya hii, tunaweza tukakutana pia na Mheshimiwa Waziri kwenye maeneo mengine na kwenye mikoa mingine, itatusaidia kuboresha sekta hii ya michezo. Na hii sekta ya michezo ni muhimu sana kwa afya zetu, muhimu mno. Itatusaidia sana kama tutafanikiwa dasi, itatusaidia sana kupunguza bajeti ya vifaa tiba na madawa katika hospitali zetu. Sekta hii ndugu zangu, kila mpenzi na kila kiongozi wa shirikisho, wa klabu au wa chama chochote akaisimamia ipasavyo, wakawa na mipango yao mkakati, itatusaidia sana kuisaidia serikali na Mheshimiwa Rais pia kuhusu fedha na rasilimali ambazo zinapelekwa kwa ajili ya kutibu Watanzania. Magonjwa nyemelezi, magonjwa ambayo sio ya kuambukiza yamekuwa mengi. Siku hizi hata watoto wadogo wanaugua sukari, pressure wanaugua. Lakini sisi ambao tumepewa dhamana hiyo ya michezo, tutakapoongeza kasi ya kusimamia michezo katika maeneo yetu, itatusaidia sana sana kuwasaidia Watanzania waepukane na matibabu, badala yake tunakuwa tumewapa kinga kupitia michezo. Kwa ndugu zangu, ninyi ni watu muhimu sana katika wizara yetu. Ninyi ni wadau muhimu sana sana wa kutuonyesha kwamba wapi tuongeze nguvu. Na sisi kwa level ya wizara, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu, tumeanza kazi. Tumeshaanza mazungumzo na Wizara ya Fedha kuangalia tunafanyaje kutunisha mfuko wa michezo nchini. Kwa sababu kwa hali ilivyo sasa, kwa ngazi ya wizara chini ya BMT, hatuna fungu lolote ambalo linakuja direct kwenye mikoa. Zaidi sana tunashukuru kwa upande wa elimu, wanatengeo kiasi kadhaa katika capitation inaingia kwenye shule zetu kwa ajili ya kuhamasisha michezo na kuwasaidia wanafunzi wapate vifaa vya michezo. Lakini kwa level ya wizara kwa sasa tunadili na zile timu za taifa, lakini pia na miundombinu ya kitaifa kama viwanja vya kitaifa vile ambavyo viko chini ya wizara ndio tunasimamia. Lakini kwenye sera yetu ya michezo, mnafahamu anayepaswa kuhakikisha kujenga hivyo viwanja vipatikane ni halmashauri zetu, wadau wa michezo, mashirikisho yale, vile vilabu, wanachama. Tunapaswa tupambane tuhakikishe hizo timu zinakuwepo, lakini pia miundombinu inakuwepo katika maeneo yetu. Na mnafahamu pia
wizara yetu ikishirikiana na wizara ya TAMISEMI, na nashukuru afisa elimu wetu wa msingi yuko hapa na naamini anamwakilisha pia wa sekondari, tulishatoa maelekezo ya pamoja kwamba kwenye maeneo yetu yote viwanja vya michezo visivamiwe na visibadilishwe matumizi, na ninafarijika kwamba pia dasi yuko hapa. Naomba hili pia mlisimamie kwenye maeneo ambapo hakuna viwanja vya michezo, kwenye shule zetu ambapo hakuna viwanja vya michezo. Ni dhahiri tuna kazi ya kufanya kuvisimamia kupitia madiwani wetu kwenye kamati zao za mipango miji, waweze kuona hivyo viwanja vinakuwepo. Lakini maafisa elimu wetu msimamie pia kwenye shule mbalimbali. Sisi wizara zote mbili tumekubaliana kuhakikisha hili linasimamiwa, maana maafisa michezo pia mko huku TAMISEMI. Kwa hiyo mshirikiane na madiwani wetu kuhakikisha shule zetu, maeneo yetu tunakuwa na viwanja vya michezo. Itatusaidia sana ndugu zangu, Watanzania wanapopata maeneo ya kwenda kucheza. Na sina wasiwasi, sijui maeneo mengine dasi, nafikiri vijijini pia ndio wana maeneo makubwa sana, lakini kwa hapa mjini bado hata sina wasiwasi. Kama diwani kwenye halmashauri ya mji wa Babati, shule zetu nyingi afisa elimu zina maeneo makubwa sana, tuna mashamba ya kutosha. Hata jana kama sio juzi nilikuwa Sigine wananiambia kuhusu swala la uwanja wa michezo, lakini bado tuna maeneo makubwa sana. Sisi tunaweza kuongea na mwekezaji akaacha ile eneo kwa ajili ya viwanja vya michezo. Kwa hiyo dasi na maafisa elimu wangu na wakuu wangu wa shule, simamieni pia hivyo viwanja vipatikane, kwa sababu bado tatizo la ardhi Babati halijawa kubwa sana, na naamini kwenye halmashauri ya wilaya wala sio tatizo, kwa sababu wale wana maeneo makubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, wadau wa michezo na viongozi mbalimbali wa michezo, tuhakikishe kwanza viwanja vinapatikana. Wakati wa sisi wizara tunapambana kuhakikisha mfuko ule wa michezo ambao sasa tumeuanzisha na mazungumzo yameshaanza. Mheshimiwa Waziri Innocent Bashungwa wa wizara hii ameshakutana na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mwigulu kuzungumza ni wapi tupate vyanzo, ili inapotokea tunakuza vipaji kutoka kwenye wilaya kuja kwenye mikoa, basi pawepo na support kwa ngazi ya taifa. Sio tu tuishie kusaidia timu ambazo zimefuzu kwenda nje ya nchi, wizara isupport, lakini pia tusupport kwa kukuza vipaji kutoka huku chini kwa kuinject pesa kadhaa katika mikoa yetu na katika wilaya zetu. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekutana na tunaendelea kukutana ili tuhakikishe tunapata michezo. Kwa sasa tuwashukuru kwa sababu hakuna mahali pamedumaa sana kwamba michezo haifanyiki, pamoja na kwamba hatuna fungu maalum la kusupport michezo. Na kwa sababu niko na wenzangu hapa, ndugu zangu, sehemu ya wizara yetu wanahabari, pia pongezi hizi ziende kwa madiwani na wabunge kote nchini. Wamekuwa wadau wakubwa sana kwa sekta yetu, wamekuwa wakitusupport, wamekuwa wakitoa jezi, wamekuwa wakitoa mipira, wamekuwa wakiendesha ligi zao katika maeneo mbalimbali kuhamasisha michezo. Hao watu wamekuwa sehemu kubwa sana, na ndio maana tukasema sisi wizara hatuwezi kunyamaza, kuachia tu madiwani pamoja na wabunge na wadau mbalimbali wachache ambao wanahamasisha michezo. Lazima tufanye kitu cha kitaifa, na jambo hili ni kuwa na mfuko maalum kwa ajili ya kusupport michezo. Ombi langu kwenu, tutakapokuwa tumeshauanzisha sasa, wale wapenzi pia tunakaribisha mchango yenu, na kwa ngazi ya serikali tutapangia vyanzo. Inawezekana vyanzo visitoshe, lakini kwa wadau mbalimbali tunaweza tukawa tunachangia, mwisho wa siku tusaidie vile vipaji ambavyo vinaanzia huku chini. Jambo la kwanza, tuache migogoro kwenye nafasi za uongozi katika michezo. Hilo la muhimu sana. Nisitamani au nisione kwamba tunaingia kwenye michezo kwa lengo la kuvuruga na lengo la kupata maslahi. Tutawakwamisha watu na tutawakwaza watu. Ili kwa Manyara, naomba sana mwenyekiti wangu tulisimamie. Mchezo kila kitu kina mwongozo wake na sheria. Tuzingatie katiba na tusome, hasa kwa viongozi. Lakini kubwa zaidi, kama uko kwenye hiyo nafasi, jitahidi kuhakikisha kwamba unakuza na kupanua wigo wa mchezo huu. Usibaki tu ukaishia pale, na tusiridhike na wanachama wale wachache ambao tunao katika michezo hii. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ikupendeze, tuweke mguu sawa kwa upande wa riadha, ili riadha ituonyeshe njia na itambulisha mkoa wetu. Mwalimu mzungumzaji wa mwisho amezungumza pale kwamba tuna vijana wengi wana vipaji lakini wanapotea.
kwa yeyote popote alipo, kwa sababu tushaona vijana wetu wana kipaji cha kukimbia, tuwasaidie waje kwenye level ya mkoa, ifikie hatua na sisi mkoa tuwe na timu yetu ya riadha ambayo tukiuza popote, iwe ni Tanzania au duniani, inakuja inashinda, inatuletea zawadi za kutosha na heshima kubwa sana. Hilo la pili. Lakini jambo la tatu ambalo nimeliona ni kwamba haya mashirikisho haya yana kazi ya kushuka huku chini. Tusiishie kwenye ngazi ya mkoa na wilaya tu, tufike kwenye ngazi za kata. Ni muhimu sana 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 sana. Lakini wakati mnashuka huko, uwazi uwepo kwenye shughuli zetu za michezo, muhimu sana. Itasaidia kuibua vipaji vingi vipya. Tukibaki tukawa tunajiita tu ni sisi, hatukuzi wigo, haitotusaidia. Na unajua watu wengi wanakosa tu kuambiwa, watu wanakosa information, taarifa. Lakini ukiwa na hizo taarifa, inakuwa rahisi sana watu kushiriki. Na kwa kuwa tuna shortage ya muda, nisisitize hili la wafanyakazi kushiriki kwenye michezo dasi, lakini muda pia wa wanafunzi wetu kushiriki kwenye michezo. Wewe ni msimamizi wa halmashauri zetu mbili, ule muda, na walimu wangu wakuu mko hapa na maafisa elimu, ule muda ule wa wanafunzi wetu kushiriki katika michezo uangaliwe kwa karibu sana. Tusiingize vipindi. Ni kweli tunahitaji watoto wafaulu, lakini pia afya zao ni muhimu. Kwa hiyo nitoe rai kwenu, kwa walimu wakuu ambao mko hapa, ule muda upewe kipaumbele na wanafunzi washiriki pasavyo. Itatusaidia sana kupata vipaji vipi. Vinginevyo mengi nimepokea kama ushauri na mambo ya kufanyia kazi. Mfano ili la UMISETA, mambo mengi mmenipa, ili la kuwa na eneo letu la kiutamaduni, mambo mengi nimeyapokea hapa. Nafikiri sio mara ya mwisho kukutana, tuendelee kukutana, lakini kubwa zaidi tuanze na hayo ambayo nimeshauri, ikiwemo jogging. Lazima tuboreshe, na mtapanga muda muone ni lini na lini na lini tuweze kushiriki katika michezo. Tuwahamasishe, na ikiwapendeza pia maafisa utamaduni mtumie hata PA, watu hawajui hizo ratiba. Watangazieni kwamba kila siku ya Jumatano alfajiri tunakuwa uwanjani. Lakini pia mboreshe mazoezi ya viungo. Kuna watu wengi wanahitaji msaada, hitaji mazoezi gani yafanye, walimu mpatikane, na dasi kikupendeza pia. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, au walimu wetu wa michezo muwapangie uwanjani wasikosekane, na ile mida ya michezo ijulikane. Hapa Babati na mkoa wetu wa Manyara bado hatuna jimu za kutosha. Uwanja wetu wa Kwarando ndio jimu. Sasa mfano asubuhi saa 11:30 walimu wakawemo wa michezo yote, mtu atafika pale atahudumiwa. Na kwa sababu mko wengi mnapangiana ratiba, sio lazima kila siku wewe uwe. Unaweza mkapangiana ratiba. Kwa hiyo kaeni mpange hiyo mikakati, nani awepo lini, saa ngapi, kama ni jogging, kama ni netball. Hakikisheni vyama vyetu vina provide service katika uwanja wetu, wakati wote tukisogea pembeni kuboresha viwanja mbalimbali. Mwisho wa siku Manyara jamani, iwe ni mchezo wote ule, ndio tunashinda na tunatoka kidedea, kwa sababu tuna wachezaji wazuri. Na kwa kumalizia, niwape hongera nyingi sana wana michezo. Inaonekana Manyara hatuko nyuma kabisa. Ukisikia ngumi, mara pool table, mara hii kitaifa, kimataifa tupo. Sasa tuamshe michezo na Manyara iendelee kung'ara. Asanteni sana.